Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amesema serikali kupitia Wizara ya Afya itatoa takribani dola milioni 10 kujenga maabara kubwa ya tafiti za dawa Mloganzila, ikiwa ni mchango wake kwa wawekezaji wa viwanda vya dawa nchini. Waziri Mchengerwa amebainisha hayo alipozungumza na wawekezaji wa bidhaa za afya kutoka ndani na nje ya nchi wenye nia ya kufanya uwekezaji wa viwanda vya kuzalisha bidhaa za afya jijini Dar es Salaam. Wizara ya Afya imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunatengeneza hub moja ambayo itahusika na uwepo wa hospitali kubwa pale Mloganzila, lakini pia uwekezaji wa ujenzi wa laboratory kubwa ya kisasa ambayo itatumika kwa ajili ya wenye viwanda, ikiwa ni sehemu ya mchango wetu ndani ya serikali. Na kama ambavyo nimesema, serikali imeahidi kutoa takriban dola milioni 10 ambazo zitakwenda kujenga laboratory ya kisasa itakayotumika kwa ajili ya tafiti, itakayotumika kwa ajili ya kupima viwango vya dawa zinazozalishwa hapa nchini. Lakini pia eneo hili la Mloganzila tunaliandaa kama ni eneo nyeti la uwekezaji mkubwa wa viwanda vikubwa vya dawa, viwanda vikubwa vya vifaa tiba na viwanda vikubwa vya chanjo mbalimbali, yani vaccine. Ikumbuke kwamba taifa letu kwa sasa linazalisha dawa kwa chini ya 10% tu. Hali hii ya utegemezi wa dawa kuagizwa kutoka nje ni hatari kwa usalama wa afya za Watanzania, hasa pale ambapo kunaibuka majanga ya kidunia. Lakini pia ni hatari kwa sababu si dawa zote zinazozalishwa nje zinazalishwa kwa kiwango ambacho kinakusudiwa. Kinisikiliza kwa makini hotuba yangu na ambayo tutaisambaza kwenye mitandao ya kijamii, tumeeleza kwa kina namna athari za uzalishaji wa dawa nje ya nchi zinavyoweza kuleta madhara makubwa kwa afya za Watanzania. Lakini pia amesema Wizara ya Afya itashirikiana na taasisi na wizara nyingine kujadili ili kubaini na kuondoa changamoto zinazokwamisha uwekezaji nchini. Tutahakikisha tumewashika vizuri zile changamoto walizokuwa nazo, tutazifanyia kazi na hatuna mzaha kwenye hili. Tunatambua kwamba kuna wakati tunakuwa frustrated sana. Wizara ya Afya inaweza ikajipanga vizuri, lakini taasisi nyingine zikajikuta zinaleta changamoto kwa wadau. Lakini hili tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kama mlivyoona leo uwakilishi kutoka Wizara ya Fedha, uwakilishi kutoka wizara mbalimbali, na sisi tutajipanga vizuri kama serikali kuhakikisha kwamba kwa kuwa maamuzi haya ni ya mwenye mamlaka mwenyewe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutafanya vikao vya pamoja katika wizara zote kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo zimekuwepo, ambazo zimekuwa zikiwatatisha wawekezaji mbalimbali na kuwakatisha tamaa, tunazitatua kwa pamoja. Na mimi wizara yangu imejipanga vizuri kupitia wasaidizi wangu, lakini pia kuanzishwaji wa deski maalum ambalo litahusika moja kwa moja na uwekezaji. Deski hili ambalo katibu mkuu tayari amekwisha jipanga vizuri na limekwisha andaliwa. Afisa wa deski hili atawajibika moja kwa moja kwangu, na mimi nitapata fursa ya kuzungumza na wawekezaji moja kwa moja pale ambapo watanihitaji. Hata leo tumeandaa kikao cha pamoja ambacho tutakaa pamoja. Baada ya hapa tutazungumza nao kwa pamoja. Yale maeneo yenye changamoto tutayafanyia kazi kwa pamoja, na mimi mwenyewe nitahakikisha nimeshiriki moja kwa moja, kwa sababu tunatambua kwamba changamoto hii ni ya muda mrefu na wawekezaji hawa wamekuwa wakija Wizara ya Afya, lakini wakati mwingine wanakuwa frustrated, wanaondoka. Sasa kipindi hiki, kwa kuwa hili ni tamko la mwenye mamlaka mwenyewe, lakini kwa kuwa haya ni maelekezo ya ilani pia ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa kuwa haya ni maelekezo ambayo tayari yameainishwa kwenye mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, mpango wa taifa wa maendeleo mpaka mwaka 2050, hatutaweza kurudi nyuma kama serikali. Tutahakikisha tunajitegemea kwenye uzalishaji wa dawa hapa nchini ili kusudi tulinde afya za Watanzania na tulinde usalama wa taifa letu.